Okay. Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Bao tuko na picha moja bomba zaidi mukide. Hii hapa inaitwa Moon Lava. Sasa tunaelekea katika episode ya 4 tu kwenda kujua mengi sana ambayo amejificha. Nini hatima ya binti ambaye kwa sasa anatafuta nafasi ya kuweza kurejea katika jumba la kifalme. Ikiwa naamini kuna mtu pekee katika jumba lile anaweza kumsaidia katika mchakato wa kuweza kurudisha kumbukumbu yake. Kutokana na kwamba kwa sasa hajui yeye ni nani, yani yeye ni nani ndio jina lake. Lakini pia kujua utambulisho wa nini ambacho kilitokea katika maisha yake. Bado amekuwa anapitia kumbukumbu ya ndoto na njozi ambazo kwa zinamfanya jinsi katika wakati mgumu zaidi. Yepe anakwenda kwa jina Moon Lava. Sound ina DJ kutoka ZT Production, jumba la burudani pale. Ndio unazidi kuletea burudani ya kizazi zaidi. Sasa hebu tuunganishe katika episode safi na uzidi kufuata ili kwenda kujionea mambo mengi sana ambayo yamejificha katika tamthilia bomba sana hapa. Lakini pia nizidi kushukuru sana shabiki wangu, unazidi kulike, comment, kushare na kusubscribe. Natupa nguvu ya kuzidi kufanya mambo izidi kusonga zaidi. Sasa hebu tuanzie hapa. Okay. Sasa tunaonga pale ambapo tulikuwa tumeishia katika episode safi ya 3, na hii ikiwa ni episode ya 4 ya tamthilia bomba sana hapa ya Moon Lava. Na sound ni Mgojosoni kutoka TC Production, jumba la burudani kwa 0686414059. Sasa twende tukaanze picha yetu rasmi zaidi katika episode ya 4. Wow. Hello. Okay. Kibabe zaidi tuzidi kusonga na mzigo hapa. Sasa tunaanzia hapa. Basi bwana mdogo alidai kwamba anaweza akapata nafasi ya kuweza kuingia katika jumba lile. Lakini pia ni lazima apite katika kitengo fulani cha matibabu. Hapo ndio inaweza ikawa njia tu ya kuweza kuwasaidia kufika hapo. Binti amuuliza nini, lakini anasema itatusaidia tufike tunapohitaji kufika. Lakini sasa upande wa pili kwa The King. Sasa ni kwamba kwa saizi mzee ni kama nati hazipo kabisa. Anapitia wakati mgumu sana mzee. Lakini pia kwa nyame la Gojuga. Anasema nafikiria wakati unafika wa kuweza kuhakikisha tunachukua kila kitu katika hili taifa. Sababu hali ya mfalme kwa sasa ni kwamba ni ya mashaka zaidi. Anasema lakini kuna taarifa inishtua sana. Ni juu ya yule mtu ambaye anaitwa Lady Gongso, kwa sababu alionekana kuna wakati mmoja akidai kwamba anamtafuta princess. Sasa ili mshtua sana mama. Akasema yote anatokea huenda ni kwa sababu kuna kitu ambacho kinasadikika ya kwamba kiliweza kuingia katika jumba la kifalme na kuleta kizaazaa zaidi, yani binti. Sasa Charlie aliweza kuagiza mchoro mwingine, na hapa mzee alihitaji kujua ni nini ambacho kijana wake anafuatilia. Basi mzee baada ya kucheki mchoro, kuna kitu ambacho alikumbuka afu kilimshtua sana. Anambia baba, na wewe ni miongoni mwa watu uliomuona muuaji siku ile? Anasema sio juu yangu. Lakini pia mzee aliletea ujumbe ya kwamba juu ya Lady Gongso, inasemekana aliweza kumuona princess ambaye mpotea ni miaka mingi sana iliyopita. Basi binti akiwa katika ile eneo ameleta dawa katika jumba la kifalme, alimuona mwanamama ameweza kukamatwa. Hivyo baadaye kijana alipata nafasi ya kuongea na bibi. Hapa alimpatia picha ya binti huyo. Anasema kuna mtu anatumia ujumbe ya kwamba kuna mtu anataka, kuna shaman anataka amshambulie mfalme. Na imani hii sehemu amejihusisha na matibabu tu, lakini pia inaonekana na nyie ni watu ambao mnaweza. Okay, tunaonga kitaalamu zaidi kwa sababu pia kuna shida kidogo ilitokea mitambo. Asema katika hili sehemu inaonekana pia mna biashara kuuza taarifa. Anasema nini nitapata kama nitakusaidia? Anasema mimi sijui juu ya hicho ambacho unakizungumzia. Anasema mtafute Gochuga ambaye ni babako, anaweza kupatia mwongozo tu wa kile ambacho unafikiria. Sasa upande wa pili Charlie akiwa na binti, Wazuga ni kama watu ambao wanadai wana dawa ambazo zinaongeza nguvu. Na mama wanafurahi sana sababu anaona mambo yatazidi kuwa sawa zaidi. Anasema ni zaidi ya milima 3 kutengeneza muunganiko wa kupata dawa yenye nguvu zaidi. Kwa shida katika masuala yenu ya ndoa na kifamilia zinakwenda kuisha. Basi alijaribu kuonesha tu namna ambavyo hiyo dawa mtu akitumia na kuwa na nguvu kiasi hicho. Yani kwa binti kile ambacho anakifanya kutokana na kutumia hiyo dawa. Sasa ilikuwa ni shida kidogo baada ya migambo kuweza kufika. Migambo wa Jijia weza kumkamata mzee na kumleta sehemu moja
pamoja na binti. Hapa panaitwa Jang Bike. 아우. Anasema nimefurahi sana kupata nafasi ya kuweza kukuona wewe, lakini mwanamama alihitaji kuonana na binti kwa sababu tayari alishaweza kupata picha ambayo inamfanya binti aonekane kuwa ni wanted sana. Anasema kuna kitu kimoja na kitafuta sana, lakini vipi, unajua juu ya habari ya mtu ambaye anaitwa Gongso, mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi katika jumba la kifalme. Anasema yuko saizi unatafutwa na kuna hela mingi sana kama nitaweza kukupeleka sehemu ambayo unatafutwa, lakini sasa kuna namna nahitaji tuweze kusaidiana. Anasema kama nitaweza kumpata mtu huyo, basi juu ya majibu yote ambayo najiuliza katika maisha yangu itakuwa ameweza kupatia uvumbuzi zaidi. Sasa moja kwa moja kwenye department, sehemu ambayo amewekwa mwanamama, binti anakuingilia chap kwa haraka, anachafua walinzi afu anazama ndani. Basi baada ya kufika hapa alimkuta mwanamama. Anasema unatambua mimi nani? Basi mwanamama baada ya kumwangalia binti tu alipata mashaka sana. Anasema wewe ni princess. Binti ndo anashangaa kwa mara kwanza, anaambiwa anaitwa Princess Pyongyang. Sasa kabla hajamaliza yote, Chalia anaingia kupambana na binti, lakini binti akamkata kidogo. Na Chalia anasikia kwamba wewe ni princess. Sasa alimwambia mwanamama kitu kimoja tu, wewe utanipatia majibu juu ya kile ninachokitafuta. Na sasa huko ilikuwa ni hatua tu za kwamba lazima binti aweze kukamatwa. Binti amesikia anaitwa Princess Pyongyang. Wengine wajumba wako tayari kumwachia. Sasa ni namna ya kuweza kujitoa katika msala. Kila upande ambao anaenda kutana na wajumba. Sasa kuna sehemu aliyopiga changa kidogo, wajumba wakampotea maboya. Chalia alimuona ila akavunga mvungo tu kama hajamuona binti huyo. Sasa mzee kwa wakati huo anahitaji kwenda kukutana na Lady Consort. Anasema anajua kila kitu, panichofuata ni kupata ushahidi tu. Anasema katika miaka 10 ya kumbukumbu inaonekana kuna kitu ambacho uliweza kukiona. Basi hatujui ni nini ambacho mwanamama alimjibu. Sasa upande wa pili kwa Chalia amewekwa chini ya ulinzi. Anasema nataka uniambie kila kitu ambacho unakifahamu kuhusiana na yule mtu. Anasema mimi siwezi kusema najua nini, lakini sasa itakuwa ni nzuri kama tutaweza kuwa pamoja, haitaweza kuleta shida kwa baadaye zaidi. Basi binti aliweza kurejea tena katika jumba la kifalme. Sasa anahitaji kuhakikisha juu ya kile kitu ambacho kilikuwa kama masalia. Hapa alimuona bwana mdogo mmoja mdogo sana. Huyu bwana mdogo alikuwa anasoma kitabu na ilimpa kumbukumbu ya nyuma kidogo. Binti alipofika katika ile eneo alikuwa anapata wasiwasi, ni kama Asha kuwepo before katika ile eneo. Basi aliweza kufungua sehemu moja ambayo ilikuwa ni kama sehemu ya siri sana, na hapa alikuwa anasikia sauti ikimuita kwa nyuma. Basi bila shaka alifuata kumbukumbu yake vyema na kuweza kufuata hiyo njia ambayo ilikuwa inampeleka sehemu fulani. Lakini pia alikumbuka kumbukumbu akiwa mdogo alikuwa ameweka siri na babake juu ya mlango ambao ulikuwa ni wasili zaidi. Sasa baada ya kuingia upande wa pili tu, mzee naye alikuwa katika hilo eneo. Anasema ni nani ambaye unajificha? Binti anasema kwa nini umenitelekeza? Mimi ndo Pyongyang. Sasa inamshtua sana mzee. Binti anatoa chozi, lakini pia mzee anapata mshtuko zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Tuungane katika episodi safi ya 5 kujua nini ambacho kimejificha katika tamthilia bomba zaidi hapa. Lese kamsamida, sina mengi sana. Ciao. 왜? 가자.